Naomba kwanza nipongeze serikali imekuwa ikitekeleza ujenzi wa madaraja kwenye barabara ya Mji Mwema, Somangila, Kimbiji, Mnazi. Lakini naomba niulize swali la msingi. Je, ni lini barabara hii? Nyongeza mheshimiwa. Naomba kuuliza swali la nyongeza. Ni lini barabara hii itajengwa kwa kiwango cha lami, kwa sababu ndio barabara mama ambayo itaenda kuchochea uchumi katika kata yetu ya Pemba Mnazi, kwa sababu ndio kata ambayo ina viwanja vya uzalishaji vya industrial area. Mheshimiwa Waziri, tunaelekea Pemba Mnazi, majibu kama unayo. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunatambua kwamba eneo analolitaja hilo la Pemba Mnazi ni eneo la viwanda, na kwa kulitambua hilo tumeshaanza kujenga. Mheshimiwa Mbunge atakuwa shahidi kwamba tumeshaanza kujenga barabara kwa kiwango cha lami kutoka Kibada, Tundisongani hadi Kimbiji, na sasa hivi tutaanza kutoka Kimbiji kwenda Pemba Mnazi ili kukamilisha lile eneo lote la jimbo la Kigamboni ambalo sasa hivi limekuwa ni eneo muhimu sana hasa kwa upande wa viwanda. Asante Mheshimiwa. Mheshimiwa Faraji Buriani. Asante mwenyekiti kwa kunipatia nafasi niweze kuuliza swali la nyongeza. Swali langu ni kama lifuatavyo: ni lini serikali itaanza utekelezaji wa mradi wa barabara kwa kiwango cha lami kutoka Masasi mji kupitia kata ya Chikunja, kata ya Lukuledi kwenda wilaya ya Nachingwea? Majibu Mheshimiwa Waziri. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Mwenyekiti, hii barabara ilikuwa ni kati ya barabara zile ndefu ambayo ilikuwa kilomita 175 Masasi na Chingwea Liwale, na kwa sasa tutaanzia Liwale tukiwa tunakuja na Chingwea kilomita 55, lakini eneo alilolitaja tuna daraja ambalo tutalijenga, lakini kwa sasa tumeshakamilisha usanifu. Kwa hiyo serikali inaendelea kutafuta fedha ili kuikamilisha hiyo barabara yote kwa maana ya Masasi na Chingwea hadi Liwale. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Tunaendelea na Mheshimiwa Twaha Saidi Mwakioja, mbunge wa Mkinga, aulize swali lake. Je, lini serikali itaanza ujenzi wa barabara ya Mabokweni, Gombero, Mapatano, Maramba, Bombo Mtoni hadi Korogwe kilomita 127.69? Korogwe inajulikana kwa jina la Old Korogwe kwa Mndolwa, Magoma, Mashewa, Bombo Mtoni, Mabokweni yenye urefu wa kilomita 127.69. Ujenzi wa barabara hii kwa kiwango cha lami unatekelezwa kwa awamu kulingana na upatikanaji wa fedha, kwa kuanza na sehemu za Old Korogwe kwa Mndolwa kilomita 10 na Maramba JKT hadi Mtapwa kilomita 10, ambapo taratibu za manunuzi kwa ajili ya kuwapata makandarasi zinaendelea. Mara baada ya kuwapata makandarasi, ujenzi kwa kiwango cha lami utaanza. Kwa sehemu zilizobaki, serikali inaendelea kutafuta fedha kwa ajili ya ujenzi. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Twaha Saidi Mwakioja. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza nipongeze serikali kwa majibu hayo ya kuonesha juhudi ambazo zinatarajiwa kuanza. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, barabara ambayo nimeiulizia inaunganisha zaidi ya majimbo 7 ambapo uchumi wa wananchi hao wanategemea barabara hii. Mheshimiwa Mwenyekiti, barabara hii pia ikikamilika itaipunguzia foleni barabara inayotoka Segera kuelekea Tanga, hasa kwa kuwa sasa bandari ya Tanga imefunguka. Tumepata taarifa kutoka mkoani kwamba mkandarasi alipatikana, lakini ikaonekana kwamba ameweka bei kubwa. Lakini tunaona kama kuna ucheleweshaji sana wa taratibu kukamilisha barabara hii. Je, Mheshimiwa Mwenyekiti, ni lini sasa wakandarasi hawa watapatikana na barabara hii ianze katika mwaka huu wa fedha kama ambavyo imetengwa katika bajeti ya serikali? Majibu Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakubaliana na Mheshimiwa Mbunge kwamba barabara hii ni muhimu, lakini nimhakikishie tu Mheshimiwa Mbunge kwamba tunavyoongea sasa hivi hii kipande cha Maramba JKT Mtapwa kimeshakamilika na kimeshatangazwa tayari ili wakandarasi waweze kuiomba, na nadhani baada ya siku 10 tutafungua hiyo tenda. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Pasco Chinyele. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kuniona. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa niaba ya wakazi wa jimbo la Dodoma mjini tunaishukuru sana serikali kwa kujenga reli ya SGR. Lakini hata hivyo, Mheshimiwa Mwenyekiti, wakazi wa maeneo ambayo yanapitiwa na reli ya SGR wanapata shida kubwa sana ya kuvuka kutoka upande mmoja kwenda upande mwingine.
Je, ni lini serikali itachukua juhudi za haraka za kujenga barabara zinazovuka reli ya SGR ili kuwapunguzia adha wakazi wa kata za Kikuyu Kusini, Mkonze pamoja na Zuzu? Asante. Majibu Mheshimiwa. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nikubaliane kabisa na Mheshimiwa mbunge Mheshimiwa Chinyere, na hilo changamoto si kwa wananchi wa kwako tu Dodoma, nadhani ni maeneo karibu yote ambayo SGR imepita. Mheshimiwa Mwenyekiti, SGR baada ya kujengwa kuna watu wametenganishwa tu na SGR, nyumba iko upande huu anatakiwa aende kilomita 3. Serikali Mheshimiwa Mwenyekiti ilishaliona kwa Wizara ya Ujenzi, Wizara ya Uchukuzi, lakini na wenzetu wa TAMISEMI TANROADS walishakaa wanapitia upya ili kutafuta namna ya kuhakikisha kwamba hawa wananchi kunakuwa na mawasiliano kwa kujenga overpass itakapobidi ama underpass ili kuweza kurahisisha mawasiliano kati ya upande mwingine wa SGR na upande wa pili wa SGR. Kwa Mheshimiwa Bunge, nakushukuru, serikali ishaliona na linafanyiwa kazi. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Zakaria Isai. Nakushukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Ni miaka mitatu sasa kipande cha Mbulu Garbabi wananchi ambao wamepisha mradi huu hawajalipwa fidia yao. Je, ni nani anayepaswa kuwalipa wale wananchi fidia ya katika eneo la mradi huu? Mheshimiwa Mwenyekiti, wananchi wote ambao wanapisha mradi ama mradi unawafuata kwa mujibu wa sheria ni wale wanalipwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa sheria. Lakini wale wananchi ambao walikuwa ndani ya hifadhi, Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa mujibu wa sheria zetu wanakuwa walivamia barabara, kwa hiyo huwa hawana stahili ya kulipwa. Kwa hiyo kama kuna wale ambao barabara imewafuata ama wamepisha ujenzi na hawakuwa ndani ya wigo wa barabara, Mheshimiwa Mbunge, naomba tuonane tuweze kuwatambua. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Baraka Mwamengo, afuataye ajiandae Mheshimiwa Thomas Mgoyo. Nashukuru Mheshimiwa Mwenyekiti kuniona. Ni lini serikali itaanza ujenzi wa barabara ya Ibanda Itungi Port ambayo tayari serikali imelipa fidia kwa wananchi wa Kajunjumere? Majibu Mheshimiwa Waziri. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Mwenyekiti, ni kweli hii barabara ilishatangazwa na ilipata mkandarasi na alianza kazi, lakini baada ya kuona mwenendo wake haufai serikali ilimuondoa. Barabara hii ilitangazwa tena upya na tayari mkandarasi ameshapatikana. Kwa hiyo sasa hivi tupo kuandaa malipo yake ya awali ili mkandarasi mpya aweze kuanza kazi na kuijenga hiyo barabara ya Ibanda Kajunjumere. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Nimtaje Mheshimiwa Thomas Mgoyo, ajiandae Mheshimiwa Joshua Nassari. Asante sana Mwenyekiti kwa kunipa nafasi hii. Nami kuuliza swali dogo la nyongeza. Je, ni lini serikali itajenga barabara ya kutoka Handeni kupitia Kiberash, Chemba, kwa Mtoro, Misuha mpaka Singida kama ilivyokuwa hadi ya Mheshimiwa Rais alivyokuwa Tanga wakati amefanya ziara? Majibu Mheshimiwa Waziri. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Mwenyekiti, ukiachia mbali kipande ambacho kinajengwa kipande cha Handeni mpaka Mafleta, barabara yote hii Mheshimiwa, kama alivyosema, tunategemea kuijenga kwa njia ya PPP ambapo wenzetu wa TANROADS na TPA kwa maana ya bandari wako kwenye majadiliano ya kuona namna ya kuijenga hiyo barabara kwa ubia, na ni barabara ambayo inapewa umuhimu mkubwa sana hasa kutokana na ufanisi mkubwa ambao bandari ya Tanga sasa inaufanya ili kurahisisha kusafirisha hiyo mizigo. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Joshua Nassari, ajiandae Twaha Mwakioi. Ndugu Mwenyekiti, nashukuru. Swali langu moja kwa serikali. Hivi serikali haioni umuhimu wa kuharakisha sasa mchakato wa ujenzi wa barabara ya Mererani Mbuguni bypass, ukizingatia kwamba kuna michezo ya AFCON kesho kutwa inayokuja na ndio barabara inayosave kutoka Kia Airport? Majibu Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Mwenyekiti, ni kweli barabara ya Tengeru Mbuguni Mererani tumeshakamilisha usanifu kilomita 28 na tunavyoongea sasa hivi wataalamu wako uwandani kufanya tathmini ya fidia kwa watu ambao watapisha barabara, na tunategemea kwamba si tu AFCON lakini katika mpango
wa ujenzi wa barabara kwa mwaka ambao tunaandaa bajeti, tunaamini kwamba hiyo barabara itaingia kwa ajili ya kuijenga kwa kiwango cha lami. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Twaha. Mheshimiwa Mwenyekiti, nashukuru tena kwa fursa hii. Ningependa kuuliza swali la pili la nyongeza kwa barabara inayotokea Handeni kupitia Kang'ata hadi Mziha, Turiani, Dumila. Je, ni lini serikali itaikamilisha barabara hii ili kuipunguzia foleni barabara inayopita Mkata? Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Majibu Mheshimiwa Waziri. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Mwenyekiti, barabara hii tulishaanza kuijenga. Kuanzia hii barabara kuu ya Dodoma Morogoro tumeshajenga kilomita 50 na sasa tutaanza kuijenga ambayo tayari ilishapata kibali cha kuanza kuijenga kuanzia Handeni kuja Turiani kilomita 30. Kwa muda wote hiyo barabara itaanza kujengwa kwanza na kipande cha kilomita 30. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Jafar Chege. Mheshimiwa Mwenyekiti, nashukuru kunipa nafasi. Nikiri kwamba wiki iliyopita niliuliza kuhusu barabara ya Utegi Shirati, Mheshimiwa Naibu Waziri, na ulinipa jibu ambalo kiukweli bado wananchi wamenituma tena niulize kwamba ni lini barabara hii ya Utegi Shirati itaanza ujenzi wa kiwango cha lami. Majibu Mheshimiwa Waziri. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti, barabara hii toja ni kati ya barabara ambazo zipo kwenye utaratibu wa kuijenga kwa kiwango cha lami kwa mwaka huu wa fedha tunaoendelea nao, na nimhakikishie Mheshimiwa mbunge kwamba taratibu zinaendelea. Kwa hiyo na mwaka unaokuja wa fedha pia itakuwepo, ikiwa ni pamoja na kwamba tuko kwenye utaratibu ule ule wa kuitangaza muda wowote katika mwaka huu wa fedha, lakini na ule unaokuja tutaendelea nayo hiyo barabara ya Utegi Shirati. Asante Mheshimiwa. Tunaendelea na Mheshimiwa Kasim Amar Mbaraka, mbunge wa Tanga mjini. Mheshimiwa Mwenyekiti, lini serikali itakamilisha ujenzi wa barabara ya Tanga, Pangani, Saadani hadi Makurunge kwa kiwango cha lami? Serikali inatekeleza ujenzi wa barabara ya Tanga, Pangani, Saadani hadi Makurunge yenye urefu wa kilomita 256 kwa kiwango cha lami kwa awamu 4. Awamu ya kwanza ni ujenzi wa barabara ya Tanga Pangani kilomita 50 ambapo umefikia 77%. Awamu ya pili ni ujenzi wa daraja la mto Pangani pamoja na barabara unganishi yenye urefu wa kilomita 14 ambapo ujenzi umefikia 80.16%. Awamu ya tatu ni ujenzi wa barabara ya Tungamaa Mkwaja kwa Msisi hadi Mkange kilomita 92.5. Ujenzi wake umefikia 57.38%. Aidha, sehemu ya 4 iliyobaki ya Mkange Makurunge kilomita 75 usanifu umekamilika na serikali inaendelea kutafuta fedha ili kuanza ujenzi wa barabara hiyo. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Kasim Amar Mbaraka. Mheshimiwa Mwenyekiti, hii barabara ya Tanga Pangani mpaka kufikia Makurunge, makutano ya barabara ya Bagamoyo Msata na kisha kuna Dar es Salaam, ni barabara ya kimkakati sana, kwa sababu ni barabara inaunganisha nchi mbili, inaunganisha Kenya kupitia Mombasa na inaunganisha Tanzania kupitia Tanga, lakini inakwenda vile vile mpaka Lindi na Mtwara kusini kutokea Msumbiji. Swali langu la msingi limejikita, lini sasa barabara hii ujenzi utakamilika? Hiyo michakato yote ya uendeshaji sisi tunaijua ipo na inaendelea. Tunataka lini? Hii ni project, lazima iwe na time frame. Imeanza lini, itakamilika? Mwakani, mwaka kesho, mwaka huu? Tunataka majibu, lini barabara hii itakamilika? Hilo la kwanza, nipate majibu ya time frame lini. La kwanza. La pili, barabara hii watu walivunjiwa nyumba zao, watu wakatokwa na machozi sana, leo wamebakiwa wanamwagiwa vumbi. Kuna walioshinda kesi mahakamani. Je, Mheshimiwa Waziri yuko tayari ni walete watu hao walipe fidia walioshinda kesi zao? Majibu Mheshimiwa Waziri. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba tu ni mkumbushe Mheshimiwa mbunge kwamba hii barabara tumesema inajenga kwa awamu na kwa maana awamu ziko 4, na katika hizi awamu zimeanza kwa muda tofauti, kwa hiyo zitakamilika kwa muda tofauti ili kuikamilisha barabara yote hii yenye urefu wa kilomita 256. Na pia kuna kipande cha kilomita 75 ambacho bado hatujampata mkandarasi na serikali inaendelea kutafuta fedha. Kwa hiyo hatuwezi kusema barabara yote itakamilika lini. Ingekuwa ni
loti moja tunaweza tukaisemea, lakini kwa barabara yote hatuwezi tukasema lini itakamilika. Lakini nakubaliana na mheshimiwa mbunge kwamba hata serikali kufanya jitihada zote hizi za kukamilisha, tunatambua umuhimu huo wa barabara ambayo inatoka Kenya hadi Lindi, ambayo ni barabara ambayo inapita pwani yote ya Afrika Mashariki kuanzia Kenya hadi kule kusini Mtwara. Kwa hiyo serikali imeipa uzito mkubwa sana, ndio maana unaona tunaijenga barabara yote kwa ukubwa wake na wakandarasi watatu wako site. Kuhusu hao wananchi ambao wameshinda kesi, naomba nimhakikishie hilo ni swala la kisheria. Kama mheshimiwa mbunge, nimuombe kabla hajawaleta wananchi, ni vyema tukaonana naye tuone kuna ulazima wao kuja ama wanatakiwa tu walipwe wakiwa hata huko Tanga. Kwa hiyo ninamwomba mheshimiwa mbunge, baada ya hapa tuweze kuona naye mimi, lakini pia na wataalamu wanaohusika, tutashauriana, alafu tuone sisi tuwafuate wabunge wao wananchi, baada ya wao kutufuata hapa Dodoma. Asante mheshimiwa mwenyekiti.